Hilo ndio pendo la wazimu kweli. Mke na mume kama wenda wazimu. Jioni unavua mwenyewe unatundika pale juu. Pendo la wazimu. Hata kama mko kitandani, unasema pendo la wazimu. Huwezi kuvua kwa mama yako, huwezi kuvua kwa baba yako, huwezi kuvua kwa mtoto, unavua kwa huyo ndio mama yako, ndio baba yako. Amen. Pendo la mke na mume ni pendo la wazimu kweli. Unakula mate kama juisi ya baresa wala uyasikii kama mabaya Jamani, jioni mnavua mvui. Mnapiga mabomu ya kugola mboto kitandani ya mpigi. Maragi yako Lakini umengangana naye umo. Hakuna cha mchungaji mwenye kola wala. Nimeambatana na mke wangu, nikimuita kama unaimba note Dr. Rose. Lazima upinde mdomo wa chini Dr. Rose. Tuitane kwa mbwembwe. Hata mke wako akiitwa Maria usimuite Maria hiyo kijini, muite Maria. Mume wako akiitwa Joseph usimuite Joseph, muite Jose. Mimi naitwa Richard, mke wangu wananiita Rich. Ngoja uisikie sauti ya mwanamke. Karibu. Mwanamke anasema kwa pose, asemi kama mgambo. Asante Rich. Barikiwa sana mume wangu mpenzi. I love you. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Hizi ndio sauti ambazo tumewafanya tuwachumbie hizi. Akiongea kama kinanda. Huyu mtu wa Iringa lakini nilifikiri Mfaransa. Wakati ile kipindi cha nyuma, hello kama Mfaransa ujue. Hata ukipiga simu vocha imeisha unamwambia mtandao unakopa nyota 149 reli umsikie. Barikiwe mchungaji. Jamani, kwa dakika chache mnanipa hapa, nitazungumza kwa dakika chache. Maisha ya furaha duniani ni furaha. Alisema mama yangu hapa Urio katika Mhubiri sura ya 9 mstari wa 9, uishi kwa furaha na mke wa ujana wako siku zote za ubatili zilizowekwa chini ya jua. Amen. Ndoa sio uvumilivu. Uvumilivu ni jela, ndoa furaha. Watu wengine kwenye wanasema ukaishi kwa uvumilivu, jela tu. Ndoa ni furaha. Amen. Ndoa furaha mpendwa. Tunaishi kwa furaha. Sasa shida inatoka wapi? Ngoja nisome mstari kidogo. Katika Mithali sura ya 18, na mimi napenda kusoma kwenye tukio. Mistari inayofanana na tukio. Mstari wa 22, Mithali 18:22. Lazima usome mistari inayofanana na tukio. Wewe kwenda kwenye msiba watu ukasema msiba oye, utapata tabu wewe. Mithali 18:22, Biblia inasema apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Apataye mke apata kitu chema. Hicho kitu chema ni nini? Maana kuna tofauti ya mwanamke na mke, kuna tofauti ya mwanamume na mume. Kuna watu wengine wameoa bado wanaume sio mume. Kuna watu wengine wameolewa bado mwanamke sio mke. Apataye mke, ni nani anayesema haya maneno? Haya maneno yanatamkwa na profesa wa kuoa Suleiman. Wake 700, nyumba ndogo 300. Wewe mke mmoja anakutoa mafua. Huyu profesa wa kuoa anasema tena kwenye Mithali sura ya 19 mstari wa 14, nyumba na mali ni urithi mtu apewa na babaye, lakini mke mwenye busara mtu upewa na Bwana. Anasema tena kwenye Mithali sura 31 mstari wa 10 mpaka 12, mke mwema ni nani awezaye kumuona? Kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mumeo humwamini, mtendea mema siku zote wala si mabaya, naye hatakosa kupata mapato. Nyumba yenye uchungu hakuna baraka. Hausigeri mwenye uchungu afui nguo zikatakata. Atasema ili design nanitesa, anaroweka anatundika. Nyumba yenye uchungu inatengeneza mauti ya mazungumzo, mauti ya amani. Kasome wa Korinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 56. Uchungu wa mauti ni dhambi. Kasome Waebrania sura ya 12 mstari wa 15. Angalieni shina la uchungu lisije likachipua katikati yenu likawaharibu wengi. Mkianzisha uchungu hapo unaharibu kila kitu. Ndoa ni maisha ya furaha.
lakini usitarajie ni mteremko, ni safari zenye changamoto. Amen. Ukiona ndoa yako iko mteremko tu, unaenda kuombewa iwe mteremko tu, ujue shetani shemeji yako. Kama sio shemeji yako shetani, ndoa ni mapito. Amen. Ndoa ni kujitoa sadaka. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni taasisi ya kwanza ambayo Mungu ameianzisha kuliko taasisi nyingine yote. Taasisi ya ndoa ilianzishwa kabla ya anguko. Katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18, Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27, Mwanzo sura ya 5 mstari wa 1. Amen. Kuna shida hapa. Nani ametangulia kuumbwa? Ile kujiona bora wa thamani kila mmoja kwenye maisha. Nani ametangulia kuumbwa? Kuna tafsiri za kipotelea mbali hata kama nani ametangulia kuumbwa. Hata watu wanasema Yesu hajazaliwa tarehe 25, haijalishi tarehe, amezaliwa hajazaliwa. Hapa nikisahau tarehe ya kuzaliwa, nimezaliwa sijazaliwa. Sisi sote tumeumbwa sawa, kama matiti yote tunayo. Ila haijalishi matiti yamewekwa wapi. Kwa wanaume yamewekwa huku, kwa wanawake yamewekwa wapi. Kila mtu matiti anayo. Amen. Wote tumeumbwa sawa. Mwambie jirani yako, mwambie mume unayo matiti. Amen. Tunahitaji maisha ya furaha wapendwa. Amen. Kasome Mithali sura ya 15 mstari wa 13. Moyo wenye furaha uchangamsha uso. Mithali 15:13. Paka lipustiki, paka wanja, paka kila kitu. Kama moyo hauna furaha na lipustiki inagoma na uso unagoma. Amen. Kasome Mithali sura ya 17 mstari wa 22. Suleiman anasema moyo uliochangamka ni dawa njema. Kasome Mhubiri sura ya 8 mstari wa 15a. Biblia inasema kisha nikaisifu furaha kwa kuwa mwanadamu hana lolote lilojema chini ya jua kuliko kula na kunywa na kucheka. Amen. Ukipoteza tena, cheka, tengeneza furaha. Mwanamke atanuna vipi? Amen. Hawezi kununa. Mwanamume atanuna vipi? Nyumbani ndio mahali pazuri duniani. Kanisani na nyumbani ndio mahali penye maana. Amen. Cheka hata kama una meno ya mbele, cheka, usicheke kama Fiati. Cheka, jiachie. Mahali pa kucheka ni nyumbani. Wengine wanacheka kazini, wanacheka kanisani, nyumbani utafikiri afande. Amen. Mungu alianzisha taasisi ya ndoa, akasema si vema mtu huyu awe peke yake. Sababu kubwa ya kuanzishwa ndoa, watu wanaoana kwa sababu gani? Wengine wanaoana kwa mihemuko ya ngono. Hata nyau anafanya ngono lakini hana ndoa wala hana pete. Amen. Unaoana kwa sababu ipi? Na ndio maana ukienda kuomba kazi leo, kuna swali linaudhi mno sana kwenye interview. Wanakuuliza, kwa nini unataka kazi? Amen. Utakavyojibu ndivyo utakavyoishi. Kwa nini umeoa? Kuna watu wameoa kama mbuzi anapelekwa machinjioni. Wanasema kama nisingemtia mimba wala nisingemuoa. Hapo kuna ndoa kweli? Si kama unaenda maabusu. Nimekaa naye muda mrefu tu, watu wote wanafahamu ndio maana namuoa, lakini vivi wala ningemwacha mimi. Lakini yupo ana meremeta moyoni, anasema ana fifia. Ulioa kwa sababu ipi? Pendo la mume na mke ni pendo la wazimu, linazidi vyote. Mke ni mtu wa thamani na mume ni mtu wa thamani kuliko mtu yote duniani. Amen. Hili ni pendo la wazimu. Huwezi pendo ambalo mtu mzima, kuishi na mtu mzima kama mimi mwenye ndevu, tena mimi mwenye kimo cha maandamano, mbishi wa kukua. Mamangu amenikataa, amemletea mke wangu. Inapaswa awe na nguvu kweli na maarifa kweli. Anamhitaji Mungu sana. Mimi mama amenilisha kila chakula, akaona siku akaniambia teremka utakulia mbele waje wenzio. Halafu mimi mwenye ndevu, kimo hiki cha ubishi, napelekwa kwa mke wangu. Na jioni navua nguo zote. Pendo la wazimu. Mnavua mvui. Jioni hamna chakula wala ni, hilo ndio pendo la wazimu kweli. Mke na mume kama wenda wazimu. Jioni unavua mwenyewe, unatundika pale juu. Pendo la wazimu. Hata kama mko kitandani, unasema pendo la wazimu. Huwezi kuvua kwa mama yako, huwezi kuvua kwa baba yako, huwezi kuvua kwa mtoto, unavua kwa huyo ndio mama yako, ndio baba yako. Amen. Pendo la mke na mume ni pendo la wazimu kweli. Unakula mate kama juisi ya Baresa wala uyasikii kama mabaya Hakuna mtu wa thamani kama mume, hakuna mtu wa thamani kama mke duniani. Mtengeneze kwenye viwango katika jina la Yesu. Hata kama maparachichi yameanguka, mtengeneze viwango.
Hata kama mumeo anatembea kama anacheza step, mtengeneze viwango. Hakuna mtu wa viwango duniani kama mumeo. Hakuna cha mchungaji, hakuna nani wala mtume wala nabii. Utakayevua nguo jioni ni kwa mumeo na mkeo. Amen. Bwana asifiwe. Pendo la wazimu. Jamani, jioni mnavua mvui? Mnapiga mabomu ya kukola mboto kitandani ya mpigi? Maragi yako we. Lakini umeng'ang'ana naye umo. Hakuna cha mchungaji mwenye kola wala nini. Jioni wewe ni mtoto. Usijifanye mtu mzima, wewe ni mtoto. Usijifanye mheshimiwa, wewe ni mtoto. Tulia ulelewe katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Sababu ya ndoa ni kuondoa upweke. Upweke ni mbaya. Amen. Amen. Tena Biblia inasema kwenye Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9 mpaka wa 12, ni afadhali kuwa wawili kuliko kuwa peke yako. Wawili wakilala pamoja watapata moto. Tunachofuata sisi ni moto. Ndio maana mapaji ya mwanamke ni mali kweli. Amen. Mwanamke hajaolewa analala na mito mitatu, moja kichwani, moja kwenye mapaja, mwingine kwenye tumbo. Tunafuata nini? Moto. Na moto upati kwa mama yako wala baba yako. Moto. Amen. Ni afadhali kuwa wawili kuliko kuwa peke yako. Wawili wakilala pamoja watapata moto. Mwambie jirani yako, moto, 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 moto upo, umeisha. Upo, umeisha moto. Huo sio moto wa gesi, wala sio moto wa umeme, sio moto wa kuota kama kule Iringa kwenye baridi. Uko moto. Moto umefungwa na nguo nyingi. Moto. Amen. Amen. Watu wamesema habari ya upendo kwenye ndoa. No. Upendo ni hatua ya pili, thamani. Kama hujaniweka kwenye viwango, wewe kunipenda. Mimi mke wangu hapa aliniona bonge la giant. Kimoiki hiki aliniweka kwenye viwango. Ile pendo la wazimu, usikii, uambiwi, huoni. Mpaka muoane. Hata kama ana mguu mwembamba kama mkono, utaona kama guu la tembo. Utaliona wakati mmeenda theater, kumbe una mguu mwembamba. Pendo. Unaniweka viwango kwenye thamani. Vile viwango vya mwanzo viko wapi wapendwa? Kwenye uchumba. Amen. Kila mtu alipata mke wake mahali pake. Kwenye msiba nyie mnalia, anapata demu. Jamaa hapa tungewasimamisha kila mmoja, hata bishop aseme alimuona wapi, ungecheka. Kwenye ajali nyie mnasikitika, anaomba namba ya simu. Namba yako? Hata hapa wengine wanapata mademu hapa. Tunakula ubwabwa, anapata demu. Uko wapi? Uko peke yako? Mimi mke wangu nilimpata hospitali, daktari, nimeenda kutibiwa, nikamwambia tulia kwanza, na ugonjwa mwingine. Ule ugonjwa wote ulipona. Nilipomwona nywele kama Mwarabu, bonge la guu, mke wa mwenye nguvu, mke wa mshua. Nikamwambia tulia, usinitibu ule ugonjwa, kidogo umetulia daktari. Akasema wewe una akili au una akili? Ngaza tulia kidogo. Kumbuka lile pendo la mwanzo, mlikuwa mnakula mate, limeishia wapi? Yale majina ya mwanzo uko namuita yameishia wapi? Wanawake hawahitaji mali, wanahitaji mahaba. Mahaba. Amen. Hata kama mnalala chini, anahitaji mahaba. Biblia inasema kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 18, watoto wadogo msipende kwa neno na ulimi, pendeni kwa tendo na kweli. Mahaba. Yale majina ya mwanzo, yale blanketi, sweetie, breadi, nini sijui blubendi, yako wapi? Yale majina ya mwanzo yako wapi wapendwa? Amen. Kumuondolea mwanadamu upweke. Lakini ili ndoa ifike mbali, mfanane ni mchakato. Watu wataka wafanane leo. Mkifanana leo, mmeoana leo au kesho mnafanana, ninyi mtakuwa msikule. Mnahitaji maombi. Ni mchakato wapendwa. Hata Mungu alimwambia Adamu, alisema na tumbe mtu kwa sura na mfano wetu. Adamu angesubiri. Kuna watu sio kwamba hawana imani, wanahangaika na makanisa, hawana subira. Abrahamu angesubiri, Boko Haram na Elishababu wasingetokea. Alitoa sadaka ya fungu la 10 kwa kwani Melkizedeki katika Mwanzo sura ya 14 mstari wa 20.
Katika Mwanzo sura ya 15 mstari wa 5, malaika wa Bwana anamshika mkono wa Abrahamu, anamwambia tazama nyota za mbinguni, ndipo uzao wako utakavyokuwa. Abrahamu angesubiri auone mkono wa Bwana, akamparamia Hajiri, akatuletea Boko Haram na Elishababu. Subiri uone mkono wa Bwana. Kufanana ni mchakato. Amen. Kasome kwenye Ufunuo sura ya 13 mstari wa 10. Hapo ndipo ilipo imani na subira ya watakatifu. Subiri Bwana atoe majibu. Amen. Daudi anasema kwenye Zaburi ya 118 mstari wa 21, ninakushukuru Bwana kwa kuwa umenijibu. Anasema kwenye Zaburi ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 5, Bwana akujibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo likuinue, akupelekee msaada kutoka patakatifu pake na kutengemeza toka Sayuni. Azikumbuke sadaka zako zote na kutakabali dhabihu zako. Amen. Mungu awape akili, awape ufahamu kama alivyosema Bishop Mtepa. Tatizo kubwa ufahamu. Biashara ya mwenye ufahamu ina thamani. Mithali sura ya 3 mstari wa 13. Zaburi ya 119 mstari wa 99 na 100. Heri mtu yule apataye hekima, heri mtu yule apataye ufahamu. Amen. Bwana asifiwe. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 7. Bwana akupe akili katika mambo yote. Mfahamu mke wako ni chombo gani, mfahamu mumeo ni chombo gani. Kwenye psychology kuna makundi 4 ya watu. Tukifahamiana tutaenda. Kwenye Bible kuna makundi 4 ya watu. Timotheo wa 2 sura ya 2 mstari wa 20. Katika nyumba kubwa hakuna vyombo vya udongo na shaba, kuna vyombo vya dhahabu na shaba, kuna vyombo vya udongo na mbao. Mfahamu mumeo chombo gani, mfahamu mkeo chombo gani. Chombo cha mbao kinachangamka kwenye uchumba mtamu kuliko ndoa. Amen. Atanuna kama mashindano. Chombo cha udongo cha kubembeleza. Umri huu nataka niitwe baby, umri huu hata mdomo unakataa. Mimi saizi sio mtu wa kuwa na mke, mimi wa kuwa na mwenzi. Kuna mke, kuna mwenzi. Amen. Mimi mke wangu saizi hata ukimtuma kitu anaamka inabidi uende mwenyewe, usisubiri kukorogewa chai, koroga. Huyo ni mwenzi. Amen. Mfahamu mkeo au mumeo chombo gani. Kuna watu wamelelewa na dada, kuna watu wamelelewa kama mgambo. Mnakutana pamoja, alilelewa na dada, alilelewa na mgambo pamoja. Alilelewa na mgambo, anapewa hela ya shule, anashikwa sikio, poteza uone. Akigeuka anasindikizwa na teke. Wewe ukipiga kelele anakuona kama unampaka mafuta tu. Amen. Amelelewa wapi na mtazamo wake ni upi? Kwenye ndoa hatuna ugomvi, mtazamo na tafsiri ya mtazamo. Amen. Bwana alete ukombozi wa fikra. Uone uliye naye ndio firstborn wako. Unataka kuondoka umri wa miaka 60, unaenda wapi? Maparachichi yameanguka, unaenda wapi? Tulia utunzwe. Ndoa ina tabia zake, ndoa mpendwa. Amen. Kuna tabia za umri pia kwenye ndoa. Usijue tabia za umri. Mkiwa vijana mnashindana mpaka miaka 39 mnashindana. Mkiingia miaka 40, wanawake watoto wao wamekuwa. Walipokuwa wadogo, mwanamke anaingia kwenye kundi la watoto, anakuja kushtaki kwa baba. Baba anakaa kama chifu. Ngoja watoto wakue utaelewa mwenyewe. Amen. Na ndio maana wazee wa zamani waliwazalisha mama zetu watoto 13, 14, walikimbia hiyo. Mama hangaike na watoto. Leo uzazi wa mpango watoto wawili. Ngoja waondoke watoto wawili waende chuo kikuu, utaelewa mwenyewe somo. Mwanamke anataka akufundishe. Miaka 40 wanaume tunachoka, hatutaki maswali. Kuna ugonjwa wa kuzeeka, maana utoto utuma, ujana maswali, uzee ugonjwa. Amen. Jana historia, leo zawadi, kesho maono. Amen. Unene kupenda, wembamba umbaji. Urefu fahari, ufupi maonyesho. Amen. Ngoja ufikie umri huo. Mwanamke ndiye mwalimu wa kwanza duniani. Mwanamke ndio mtunza hazina wa kwanza duniani. Hakuna mwanadamu mwenye akili ya mwanamume. Tulia utunzwe. Mwambie jirani yako. Amen. Tulia utunzwe. Mwambie una akili ya mwanamke. Nilihubiri pale Morning Glory ya Tanzania Front, alafu mabarosi wale nikasema mwambie jirani yako una akili ya mwanamke. Walikasirika. Wakasema babu wamemtoa wapi huyu? Nikasema nimetoka nchi. Ngoja twende kwenye basic, kwenye 0 mpaka 7 unavyoniona kwenye psychology ni akili ya mama. Mama ndio ananifundisha kuvaa vizuri, niingize mguu huu na huu, ni mama. Mama ananifundisha kula vizuri, nisemege matonge matatu kama Samtrela, moja bila mboga, moja na mboga, mama. Mama ananifundisha kuoga, ni mama peke yake. Mama ananifundisha au ananitambulisha kwa baba, huyu baba yako. Hata angenitambulisha mbuzi ningemwamkia shikamoo baba. Hiyo akili ya nani? Ya mama, ya baba? Tulia utunzwe mpendwa. Amen. Mpandishe viwango mkeo, mpandishe viwango mumeo. Amen. Ile thamani ya mwanzo iko wapi?
Yohana anaandika kwenye Ufunuo sura ya 2 mstari wa 4. Amen. Liko wapi pendo la mwanzo? Au likuwa na muhemuko sio muhemuko wa kuona. Kuna aina 3 za muhemuko. Muhemuko wa kupiga story, ujue viungo vingine haviokoki, ukizubaa mnaanguka. Kuna viungo hata uweke Biblia katikati unaweza mkaitoboa. Kuna viungo vinagoma, kimbia mpendwa. Amen. Sasa tunapiga story, unapiga story, mtaishia katikati maombi, Bwana tusaidie, tunahitaji neema yako sieta. Nilimwambia mtu mmoja alisema mke wangu ananuna, nikasema wewe una akili. Yule mwanamume nilimwambia huna akili. Mwanamke hawezi kununa katikati ya mwanamume. Amen. Enyi waume ishini na wake zenu kwa akili. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 7. Ukiona mkeo ananuna mwanamume, huna akili. Maana yake huna ufahamu. Mimi nilimwambia usiende kuombewa, unapata tabu ya bure. Nitakwambia cha kufanya. Si ananuna siku ya 3 au ya 4 hajazungumza, anakuangalia kwenye shuka. Nikamwambia ngoja nikufundishe cha kufanya. Kesho ukienda kazini badilisha suruali, huku peleka huku na huku peleka huku. Akafanya hivyo, na chomekea koti mbele yake pale pale. Chomekea koti, akafanya hivyo bwana. Tumia akili tu. Akachomekea koti lake, akabadilisha kwenye zipu, akapeleka huku, akapeleka huku. Mke wake anamchungulia pale kitandani. Akapiga hatua ya kwanza, mke wake mwenyewe akamwita baba fulani. Amen. Tumia akili mpendwa. Ukishindwa ndoa huna akili. Amen. Akamwambia baba fulani, naye akasimama. Vipi? Akaanza kulia, mme wangu na kuhakisha, akasema unanichanganya. Akapiga busu akaenda sieta, akapiga 2 job. Amen. Mambo ya chumbani mama hakuyaeleza. Tendo la ndoa ni sanaa. Kitanda kinatandikwa na mwanamke raha yake. Alafu unachukua maka peni unachola kwenye manila paper namna ya mkao. Kwenye psychology ukila chakula mahali pale pale siku zote unashiba kabla ya kula. Ngoja ubadilishe mlo. Amen. Halafu kuna ndoa nyingine kuna matatizo kwa sababu ndoa kama studio. Tangu mnaingia saa 3 usiku huyu kama mpaka saa 9 ukilala ndio unajifaa kulala. Kama studio hiyo. Ziko ndoa kama studio. Ndio maana wale waumini kanisani wanasinzia, mnasinzia, tunakemea pepo la usingizi. Ametoka studio. Muache alale kanisani, maana nyumbani ni studio. Tunakataa ndoa studio kwa jina la Yesu. Amen. Wafundishe watoto kuwatunza katika jina la Yesu. Amen. Amen. Yule bwana nikamwambia badilisha nguo yako, matatizo yote yakaisha. Amen. Amen. Kufanana, mwanamume wa kufanana naye ni mchakato. Jitu lilotoka kwao lenye ndevu limenyang'anywa uhuru wake, hela yake inaisha. Alikuwa anakula soda na andazi analala, pochi inakatika, yote inaisha. Hiyo sio jambo la mchezo. Anaulizwa maswali. Mwanamke ni mtu wa maswali. Amen. Hata kama mtu anapita nje atakuuliza ndani, anayepita nje nani? Umwambie kibaka huyo. Atakuuliza maswali, uko wapi? Niko Msimbazi. Uko wapi? Niko Magomeni. Lazima ujibu maswali. Mwanamke ni mtu wa maswali. Uyajibu maswali yake. Wakati mwingine umekwazika kazini, uyajibu maswali. Kufanana wapendwa ni mambo 3. Mtafanana kwa maneno, kwa matendo na mawazo. Ni safari ndefu na Mungu awasaidie katika jina la Yesu. Amen. Lakini mgogoro unatokea wapi? Mtu wa 3. Mwanzo 2:24. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mke, na hao wawili hawatakuwa wawili tena bali mwili mmoja. Kuacha kuna mambo 3. Kuondoka kimwili, kuondoka kifikra, maamuzi yenu, lakini kuna tabia lazima ziachwe. Kuna watu wagumu kuacha tabia zao, kama tabia kilema hiyo, lazima ziachwe. Kuambatana ni mambo 5. Angu ife ibaki etu. Angu ife ghafla, hata kama nilikukuta na nyumba inabaki etu. Kuambatana, fahamu napenda nini, kile ninachopenda fanya kwa nguvu. Kuambatana, fahamu sipendi nini, kile sichopenda kiache. Kuambatana, usinifananishe na wanawake wengine na wanaume wengine. Tazama wanawake wenzio, mtazame bishop. Bishop ni bishop na mume wake, na mimi na wewe. Kama ungetaka wanaume warefu ungeenda kwa Wamasai. Ushanikubali mimi kimo cha maandamano, songa mbele na mimi. Amen. Bwana. Na mwisho
nikubali nilivyo. Hakuna mtu perfect. Tuna mapungufu wote. Hata Yesu amechagua wanafunzi 12 katika Luka sura ya 6 mstari wa 12. Amekesha usiku kucha, anamuita na Yuda Iskariot. Amen. Mimi na amani na mke wangu Dr. Rose. Nalala usingizi mtamu. Naishi na mateja pale wananibia wala sina wasiwasi. Mimi na koroma usingizi, mikoromo yote, sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne. Hakuna jambo jipya duniani, yalikuwepo, yapo, yatakuwepo. Wewe unaishi jana. Watu wengi wanafarakana, wanaishi jana. Misukosuko ya jana anayo mpaka leo. Ayubu sura ya 9 mstari wa 27. Nami nikasahau kugua kwangu, nikaacha kununa uso, nikachangamka moyo. Acha kuishi jana, ishi leo. Amen. Jana historia, leo zawadi, kesho maono. Ndoa nyingi wanatembea na mambo ya jana. Jana ulinifanyia hivi mimi. Ndio unapata nini sasa? Kuna medali hapo. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.